Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Dr. Doto Biteko, amesema mitambo 9 ya kufua umeme katika bwawa la Julius Nyerere uliopo Rufiji mkoani Pwani imeshakamilika kwa 100%, hivyo kuwa na uhakika wa umeme wa kutosheleza kuingia kwenye gridi ya taifa na kuuza kwa mataifa mengine ya jirani. Naibu waziri amebainisha hayo baada ya kutembelea mradi huo na kueleza kuridhishwa na kazi kubwa inayofanywa katika ukamilishaji wa mradi huo na kwamba wizara itapanga siku rasmi kwa ajili ya kuzinduliwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mara ya kwanza tukapata mashine ya kwanza baada ya kuwa imekamilika mwezi wa pili mwaka wa jana, na leo tumekuja hapa baada ya mitambo yote 9 kuwa imekamilika. Chukua nafasi hii kwa kweli kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa na msukumo mkubwa sana kwenye mradi huu, sababu aliupokea ukiwa kwa kweli 30% hivi wakati wa utekelezaji wake, na kwa kipindi kifupi cha ndani ya miaka 4 ya uongozi wake ameweka historia nyingine ya kukamilisha huu mradi kwa wakati. Leo tumekuja hapa tukiwa mawaziri wa sekta zote ambazo tunashughulika na mradi huu, kwa sababu kwa kweli mradi huu hausimamiwi na sekta moja, yani sekta ya nishati. Unasimamiwa na wizara mbalimbali, kuwemo Wizara ya Maji wanaoshughulika na masuala ya maji, Wizara ya Mazingira ambao wanashughulika na masuala ya mazingira, Wizara ya Fedha ambao wanashughulika na utoaji wa fedha, Wizara ya Mipango ambao wao kazi yao ni kupanga na kuweka vipaumbele kwenye miradi ya maendeleo kwenye nchi yetu. Tumekuja leo tukiwa wenye furaha kubwa kwamba sasa mitambo yote 9 imekamilika, inazalisha umeme, na nafurahi kuwajulisha Watanzania kuwa ile ndoto ya kuwa na umeme kutoka kwenye chanzo hiki kikubwa hapa Afrika, yaani kwenye bonde la mto huu Rufiji, imekamilika. Tayari tumeshapata mitambo yote 9. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wakandarasi waliofanya kazi hii, yani Arab Contractor Elsewed pamoja na mshauri wetu ambao ni TANROADS subsidiary company yao, na wataalamu wengine wote kutoka TANESCO ambao wamekuwa wakishughulikia mradi huu kwa muda mrefu. Leo tumekuja hapa tukiwa wenye furaha kwa sababu Watanzania kile walichowekeza trilioni 6.5 wanaziona kwa macho kwamba wanapata umeme wa uhakika kwenye nchi yetu, na kwa hiyo tuna ziada ambayo sasa hivi tuna uwezo wa kuingia makubaliano, na kama mlivyoona hivi karibuni tunakamilisha mazungumzo na wenzetu wa Zambia kwa ajili ya kuwauzia umeme, na tunajenga laini yetu ya kutuunganisha pamoja na Zambia, na tayari Zambia na wao wameanza kujenga laini upande wao kwa ajili ya kupokea umeme kutoka Tanzania. Kile ambacho tumekuwa tukiongea kwa miaka mingi kwamba Tanzania tutakuwa na uwezo wa kuuza umeme nje ya nchi kimetimia kwenye awamu hii ya 4 baada ya msukumo mkubwa wa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais, na nataka niwahakikishie Watanzania kuwa serikali ya awamu ya 4 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, wajibu wake mkubwa, serikali ya awamu ya 6 kumradhi, chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan iko tayari kuwapatia umeme wa Tanzania, umeme wa uhakika, na mradi huu ni mmoja wa miradi mikubwa ambayo tumekwisha kuijenga. Wakati huo tunaendelea sasa kuimarisha miundombinu ya kuwapelekea umeme wa Tanzania ili hali ya upatikanaji wa umeme kwa nchi yetu iwe ya uhakika zaidi. Sasa tumekuja hapa leo kuangalia, kujiridhisha. Bila shaka tutapanga tarehe ya kumwomba Mheshimiwa Rais aje azindue mradi huu. Wale wa Misri ambao ni wadau wetu wakubwa wameomba rais wao na yeye aje kwa ajili ya kuzindua. Tunaangalia ratiba ya Mheshimiwa Rais itakaporuhusu, na wakati utakaporuhusu tutawapeni taarifa ni lini tutakuja sasa kuuzindua rasmi mradi huu, na tayari Watanzania watakuwa wameshajua kwamba shughuli ya bwawa la Mwalimu Nyerere imefika mwisho. Tuendelee kuutunza ili uweze kuhudumia kwa muda mrefu na vizazi vyetu vinavyokuja. Na washukuru sana waandishi wa habari, Mungu awabariki sana, na bila shaka leo na nyie mngejifanyia interview kwenye taarifa ya habari waseme na waandishi wa habari nao walikuwa na haya ya kusema. Mradi huu umetekelezwa kwa zaidi ya shilingi trilioni 6.5 na serikali mpaka leo imeshalipa takriban 99.5% ya fedha hizo. Fedha zote hizi ni fedha za ndani. Hatujapata msaada wala mkopo kutoka taasisi yote ya kimataifa au benki yoyote ama nchi yoyote. Kwa hivyo ile dhana ya kujitegemea tunaweza kuithibitisha kupitia mradi huu, na tuchukue nafasi kwa kweli kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuweza kupokea mradi huu kutoka 30% hadi leo ameweza kukamilisha
kwa kutumia fedha za ndani kuweza kulipia. Hiyo ndio ilikuwa ndoto ya Mwalimu Nyerere, nchi iweze kujitegemea, na huko aliko Mwalimu Nyerere anaweza akapumzika kwa amani akijua kwamba binti yake Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kubeba ndoto yake ya kuifanya nchi yetu jitegemee kwa kukamilisha mradi huu muhimu sana katika ukombozi wa kiuchumi. Kwa jambo kubwa la msingi ambalo tunatakiwa tulifanye ni kuhakikisha kwamba kama serikali kupitia wizara hii tutashirikiana na wizara yako kuweza kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na mabadiliko ya tabianchi ili mradi huu uweze kutumika wakati wote unapohitajika, na hasa kipindi ambacho ni cha ukame. Niseme Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu kwamba wizara yangu itaendelea kufanya kazi kwa karibu na wizara yako kuhakikisha pamoja na wizara nyingine sekta hii ya maji sekta hii ni mtambuka. Kuna wizara ya kilimo inahusika kwa sababu matumizi ya maji ya mito hii vile vile kwa kilimo. Wizara ya mifugo inahusika, wizara ya maji yenyewe ambayo inahitaji maji haya kwa ajili ya kutumia kwa shughuli nyingine mbalimbali, wizara yako. Kwa tukiwa kama ni wizara yenye majukumu ya kuratibu masuala ya mazingira, tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja na wizara zote za kisekta ikiwemo wizara yako kuhakikisha kwamba tunalinda vyanzo vyetu vya maji ili visiweze kuathiri mradi huu kwa baadaye.